salama. Kimwamini Yesu atakuokoa. Kimwamini Yesu atakuweka huru. Kimwamini Yesu atakuponya magonjwa yako yote. Watu wa Mafinga, Bwana asifiwe. Maandiko ambayo tutaenda kujifunza asubuhi ya leo ni kutoka katika kitabu cha Yohana 11 sura ya 40. Tumuone Yesu anavyoweza kuponya, tumuone Yesu anavyoweza kufufua, tumuone Yesu anavyoweza mambo yote. Msomaji wangu karibu. Tasoma Yohana 11 mstari wa 40 mpaka 44. Neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi akaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria alisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akamwambia, mfungueni mkamwache aende zake. Watu wa Mafinga, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninataka kuwatangazia habari za Mfalme 1 mstari wa 28. Majangu, naomba nisome. Itasoma kitabu cha Mathayo sura ya 11 na mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maandiko yanasema, njoni kwangu ninyi nyote wenye kuelemewa na mizigo, asema Bwana atawapumzisha. Ayamkini kuna magonjwa yamekusumbua muda mrefu, ayamkini kuna changamoto imekusumbua muda mrefu, ila Yesu anasema njooni kwake, njooni kwake. Kwake kuna uponyaji, kwake kuna uzima, kwake kuna wokovu, kwake kuna amani. Ayamkini umekosa amani miaka mingi, unahangaika kwa waganga, unahangaika kwa wapigana amri, unahangaika kwa watu mbalimbali, umekosa msaada. Yesu yuko mahali hapa asubuhi ya leo. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko kukuokoa. Yesu yuko kukujibu jibu lako ambalo umejiuliza, kukujibu jibu lako ambalo umejiuliza kwa miaka mingi. Yesu yuko hapa. Ni kuchukua hatua tu mama yangu, ni kuchukua hatua tu kaka yangu, ni kuchukua hatua kijana mwenzangu, ni kuchukua hatua ndugu yangu ambaye unanisikia. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko hapa. Yesu anaokoa. Yesu anaweza kukujibu majibu ya maisha yako. Ayamkini umehangaika na ndoa yako, umehangaika na ndoa yako, umehangaika na familia yako, familia imekutenga, hauna msaada tena. Lakini ukiwa ndani ya Yesu, Yesu ni jibu ya mambo yote. Yesu ni jibu ya mambo yote. Yesu ni jibu ya mambo. Ninasema Yesu ni jibu la mambo yote katika ulimwengu, na ndio maana alikuja kwa ajili ya mwanadamu. Akuja kwa sala, alikuja kwa ajili ya mwanadamu, na ndio maana akaja, akateswa, akafa.
siku ya tatu akafufuka kwa ajili yangu mimi na wewe. Leo tuokolewe. Nataka nikwambie kitu. Unajua haya maisha unaweza tukachukulia poa, ila kisoma kitabu cha Ufunuo ile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 21 na mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi, hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamefinga. Amen. Naona kwamba wazinzi, wachawi, waongo ni sehemu yao ni kwenye ziwa la moto. Unaweza ukajiuliza au unaweza ukajihukumu ukasema hivi, mimi ndani ya moyo wangu ni mzinzi, ndani ya moyo wangu ni mchawi, ndani ya moyo wangu naamini waganga, ndani ya moyo wangu naamini uchawi, ndani ya moyo wangu naamini mambo yasiyoeleweka, ndani ya moyo wangu naamini ukaba. Lakini ninakutangazia, ukimwamini Yesu na kumkiri kwa kinywa chako, Yesu atakuokoa. Yesu atakuokoa. Yesu atakuokoa. Yesu anaondoa hizo changamoto zako. Ni wewe tukukiri, ni wewe tukumwamini. Asubuhi ya leo Yesu yuko mahali hapa kwa ajili ya maisha yako. Yesu yuko mahali hapa kwa ajili ya roho yako. Yesu yuko mahali hapa kwa ajili ya familia yako. Yesu yuko mahali hapa kwa ajili ya uchumi. Kuna wengine wanafanya biashara mahali hapa, lakini biashara haziendi. Kuna wengine wamejiwekeza katika uchumi, lakini uchumi hauendi. Unajiuliza ni kwa nini hauendi? Ni kwa sababu haujamkiri Yesu. Ni kwa sababu Yesu hajaingia ndani yako. Ukimkiri Yesu na kumwamini, mambo yote yatakuwa sawa. Ukimkiri Yesu na kumwamini, uchumi wako utaongezeka. Ukimkiri Yesu na kumwamini, elimu yako itaongezeka. Ukimkiri Yesu na kumwamini, utapata ajira. Ukimkiri Yesu na kumwamini, ataondoa changamoto zote za maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Watu wa Mafinga, unajua unaweza kusikia injili ukapuzia, lakini ipo siku ukisoma maandiko wanakuambia mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Ayamkini hapo unajifariji, unasema hawa waongo, hawa tumewasikia siku nyingi, tumewasikia habari zao siku nyingi, lakini nataka nikuambia asubuhi ya leo Yesu yuko. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Anataka nikuambie asubuhi ya leo, ukimpokea Yesu maisha yako yatakuwa salama. Amkini una mtoto haeleweki, una mtoto uliomzaa katika viuno vyako na aliokaa katika tumbo lako miezi 9, uliomzaa mwenyewe kwa akili zako tu, haeleweki. Unajiuliza kwa nini? Mtoto wangu ni shoga, mtoto wangu ni kaba, mtoto wangu, ila usalama pekee wa mtoto wako kutoka huko ni Yesu peke yake. Ni Yesu peke yake. Ni Yesu peke yake. Ni Yesu peke yake. Yesu anaweza kumtoa mtoto wako huko. Yesu anaweza kumtoa mtoto shoga. Yesu anaweza kumtoa mtoto wako. Sogea mbele.
Kuna mtu umeokoka hapa, lakini kuna mambo yanakusumbua peke yako. Sogea mbele. Mkono wa Mungu si mfupi hata ushinde kuokoa. Mungu amekuja kuachilia uzima ndani ya watu. Mungu amekuja kuachilia uzima ndani ya watu. Mungu amekuja kuachilia uzima ndani ya watu. Na wakati ninapoongea na kuimba, mkono wa Mungu utaanza kupita. Mkono wa Mungu utaanza kupita. Wale ambao wamesogea mbele kwa ajili ya kuokoka, mtanifuatisha kwa sala hii hapa. Ambao mnataka kuokoka, nifuatishe sala hii. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako. Ninakushukuru kwa neema yako. Asante kwa pendo lako. Asante kwa pendo lako. Ninakuamini sasa. Ninakuamini sasa. Ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ulikufa kwa ajili yangu. Ulikuja kwa ajili yangu. Ili mimi niwe na uzima. Kisha niwe na utele. Asante Bwana Yesu. Kwa kuwa kuanzia leo nitaona mkono wako, nitaona uzima wako ukifanya kazi katika maisha yangu. Amen. Lakini haina hapo. Sala moja nitazungumza habari ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Upendo wa Mungu kwako wewe. Mwanadamu ni wewe. Mwanadamu namzungumzia ni wewe hapo. Nitazungumzia habari za upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu sio upendo wa mwanadamu. Upendo wa Mungu kwako wewe. Nitasoma kitabu cha Yohana, msomaji wangu anasaidia, Yohana 3:16 na Yohana 1:12. Soma. Neno la Bwana linasema, Yohana, imeandikwa, kwa maana Mungu aliupenda, tarudia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata toa nawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana 1:12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, wale waliaminio jina lake. Amen. Katika Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ukiendelea pale mbele anasema ya kwamba Yesu hakuja kuhukumu ulimwengu, ila kila atakayemwamini aweze kuokolewa. Leo nataka nikwambie kwamba Mungu anakupenda vile vile ulivyo. Anakupenda pamoja na yote ambayo umeyafanya siku zote za nyuma. Maybe umeua, maybe umebaka, maybe umefanya mambo ya hovyo ambayo hata kwa wanadamu ni machukizo. Hivyo hivyo ulivyo, Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Mungu anakupenda wewe. Mungu anakupenda wewe, mtu wa Mama Finga. Mungu anakupenda hivyo hivyo ulivyo. Bwana anakupenda, anakupenda, anakupenda. Wewe ni katika kama unasema kama dhambi hii nimeifanya, sistahili msamaha kabisa. Wewe umefanya dhambi, unasema kwa hili nilifanya siwezi kusamehewa. Yesu anakusamehe. Alikuja ulimwenguni kwa ajili ya wenye dhambi. Hiyo dhambi alikuja kwa ajili yake. Alikuja kwa dhambi ya kuua, alikuja kwa ajili ya dhambi ya kubaka, kwa ajili ya dhambi ya ulevi, kwa ajili ya uzinzi, kwa ajili ya dhambi yoyote ambayo ushawahi kuifanya. Alikuja kwa ajili yake. Kwa hiyo njoo kwa Yesu ili aweze kukusamehe. Na kusoma Yohana 1:12 anasema ya kwamba Yohana 1:12 anasema ya kwamba waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na ndio wale walioamini jina lake. Kwa hiyo ukishamwamini Kristo unakuwa mwana wa Mungu aliye hai. Ukishampokea Yesu unakuwa mwana, unaitwa mwana wa Mungu. Sikiliza, wanadamu baada ya kutenda dhambi, baada ya kutenda uovu, nafasi
kwa Mungu, mtoto anayependwa ilipotea baada ya kufanya dhambi, ilipotea. Kama ulivyo wewe ni mtoto wa Mungu sawa, lakini kwa sababu ya dhambi hauishi mtoto unayependwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu amekuja kurejesha, Yesu alikuja kurejesha ule ushirika wa baba na Mungu, ule ushirika wako na Mungu. Yesu alikuja kwa ajili ya kukupatanisha. Kwa hiyo njoo kwa Yesu ili uwe salama. Njoo kwa Yesu uitwe mwana. Njoo kwa Yesu uitwe mtoto wa Mungu. Njoo kwa Yesu afanye badiliko ndani ya maisha yako, afanye jipya ndani ya maisha yako. Uonekana uko ukifanya jamii na watu wanaokuhusu, manake watoto, mke, mume, wanateza bodi, yani ushirika unakuwepo, manake Mungu anakuwa ndani yako, uwezo unakuwa ndani yako, watu wanakwenda kibali mbele za Mungu na za watu pia. Haleluya, 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 haleluya. Yesu anakupenda mtu wa Mafinga. Yesu anakupenda kuliko unavyodhani. Yesu anakupenda hivyo hivyo. Yesu anakupenda, anakusamehe, anafuta mateso, anafuta laana. Wewe umetamkiwa laana, anafuta laana yote, anafuta kila kitu, anafuta dhambi zote zote, hakuna dhambi kubwa wala ndogo, zote anafuta, anafuta, anafuta kila kitu. Kwa hiyo njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu ili usamehewe dhambi zako. Sikiliza, yaonekana unaishi unafikiria kwamba nitaokoka nikisha kufa. Naonekana kuna watu wamekuaminisha kwamba ukisha kufa ndipo utaokoka. Nataka nikwambie kwamba Yesu alikuja kuokoa watu walio hai, sio waliokufa. Kwa hiyo anakuokoa wewe uliye hai. Aliyekufa tayari hakuna namna nyingine. Ukisoma kitabu cha Ayubu anasema ya kwamba mwanadamu ameumbia kuishi mara moja na baada ya kifo ni hukumu. Kwa hiyo hakuna namna nyingine ya kufanya ikiwa umekwisha kufa. Ukisha kufa tu, kinachobaki ni hukumu, kinachobaki ni hukumu. Kwa hiyo ili uwe salama Yesu, ili uweze siku ile ukakaribia katika ufalme wa Mungu, njoo mpokee Yesu leo, njoo mpokee Yesu leo, mpokee Yesu kijana, mpokee Yesu kijana, kwa sababu atakuja. Nasema ya kwamba atakuja na mwaliko wa malaika. Parapanda ya Bwana italia, ikilia parapanda, atachukua wachawi, atachukua walevi, atachukua makahaba, atachukua wezi, atachukua vibaka, atachukua walio watakatifu tu, atawachukua watakatifu peke yake. Kwa hiyo njoo kwa Yesu ili uwe salama. Salama yako inapatikana mbele za Mungu. Salama yako inapatikana kwa kumpokea Yesu. Salama yako inapatikana kwa kulikiri jina la Bwana. Kwa nini tumekuja mahali hapa? Kwa ajili yako. Kwa nini ni wewe unayesikia maneno haya? Kumbuka ni mpango wa Mungu kamili. Wewe kusikia maneno ya Mungu ni mpango wa Mungu kabisa, kumsikia Yesu. Kwa hiyo mpokee Yesu wakati unasikia. Mpokee Yesu wakati unasikia. Kwa mwingine anasema kama ngoja nini ujana. Ujana unakuwa ujana wewe. Alafu ukisema ujana unataka nini? Sikiliza, kitabu cha Mhubiri sura ya 12 anasema ya kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema sina furaha katika miji. Sikiliza, wakati ukiwa ni kijana, wakati unaweza mambo, wakati unaweza kujua jema, wakati unaweza kujua kweli na uongo, ndio wakati ambao unapaswa kumpokea Yesu. Ndio wakati ambao unapaswa kumkumbuka muumba wako. Kumbuke muumba wako leo, mpe Yesu maisha yako leo ili uwe salama, ili uwe salama. Sikiliza, Yesu akiingia ndani yako anakupa usalama wa maisha. Inawezekana unamwamini mtu, huyo mtu unayemwamini ipo siku zote kukataa penye kufanyia hata mabaya, akikufanyia uovu. Sikiliza, Yesu ukimpokea Yesu anasema yeye ni rafiki wa karibu. Yeye ni rafiki wa karibu ambaye ana ukaribu wake ni zaidi ya mavazi yako uliyovaa.
alafu ukimpokea Yesu anakuhakikishia usalama. Inawezekana ukilala unaona umepanda punda, hebu ukilala unaota umepanda fisi. Inawezekana ukilala umepanda jongoo, au umelala umepanda sikila. Ukimpokea Yesu hizo ndoto zitakata, mambo yote yatakata. Usifikiri ndoto unaota umepanda punda utafikiri uongo. Ni kweli umepanda punda. Usifikiri unaota umepanda nyoka utafikiri ndoto. Ni kweli umepanda nyoka. Unaota upo makaburini, sikiliza, ni kweli upo makaburini. Unaota sijui uko baharini, ni kweli uko baharini. Mpokee Yesu leo ili uwe salama. Hayo yote yatakwisha. Anasema ya kwamba akiingia ndani yako anafanya upya kila kitu. Maisha yako yanakuwa upya, maisha yako yanakuwa upya. Akili zako hata kama umekula bangi zimekuasili mpaka akili imechanganyikana, Yesu anafanya urejesho, wa vilivyopotea, anafanya urejesho vilivyoharibika vinakaa sawa, anafanya urejesho kwenye afya yako, anafanya urejesho kwenye uchumi, kwenye maisha yako yote kwa ujumla. Kwa hiyo mpokee Yesu leo ndugu yangu. Amina sana watu wa mahali hapa. Mungu awabariki sana. Tunashukuru kwa muda wenu, tunashukuru kwa kulisikiliza neno la Mungu, lakini pia tunashukuru kwa uamuzi, kwa ule chukua uamuzi wa kumfuata Bwana Yesu. Mungu akubariki sana. Sema amen. Amina sana. Basi nichukue nafasi hii kuwashukuru tena na kuwatakia safari njema wote ambao mna safari na wote mahali hapa. Mungu aendelee kuwatunza sana. Zaidi ya yote tuna mkutano saa 9 mpaka saa 12 jioni unafanyikia pale katika viwanja vya shule ya msingi Upendo. Karibuni sana wote. Mungu awabariki sana. Amen.